Habari za saizi, naitwa Bingwa Mtetezi. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha Taifa School Bus. Leo tunaelekea mwishoni kabisa mwa topic yetu ya logarithm kwa wanafunzi wa form 2. Leo tutajifunza kusoma log kutoka kwenye table. Table yenyewe ni kwa mfano hii hapa ni Macmillan. Hii ni kampuni ya Macmillan, imetoa 4 figure mathematical table. Kwa hiyo mfano wake ni kama huu, zipo za aina mbalimbali. Ziko za aina mbalimbali. Kwa hiyo humu ndani tutakuja kuona hizi log na antilog. Kwa hiyo tutadili na vitu viwili, log na antilog. Humu ina vitu vingi sana. Ina natural sine, cosine, natural tangents, square roots, ina vitu vingi mno. Lakini hatutodili navyo hivyo, si tutadili tu na log na antilog kutoka kwenye 4 figure. Narudia tena, 4 figure ziko za aina nyingi, sio lazima uwe na hii hapa tu peke yake. Ziko za aina mbalimbali, unaweza kununua kwa sababu zinatoa majibu yale tu. Kwa hiyo tuanze logarithms of numbers from table. The log tables are for numbers between 1 and 10. Yani hizi log tables ambazo tutaziona huku ni kwa ajili ya namba kuanzia 1 mpaka 10. Kwa hiyo haitakiwi kuzidi hapa 10 na haitakiwi kupungua 1. The values given are between 0 and 1. Sasa kule kwenye table zile namba ambazo tutakuwa tunazisoma zitakuwa between 0 and 1. Kwa labda tutakuwa labda na 0. Kwa mfano 0.4771. Hii tunakumbuka kwamba hii ni log ya 3. Kwa hiyo umeona kwamba the values given kwenye ile table tutakuwa tunachukua majibu kama haya. Umeona ipo kati ya 0 mpaka 1, haizidi, ipo katika 0 mpaka 1, ndio hii. Na huko anasema the log tables are for numbers between 1 and 10. Numbers, namba yenyewe ni ipi? Kwa mfano hapa namba ni 3. Ile 3 ipo kati ya 1 mpaka 10. Kwa hiyo zile ambazo kule tulikuwa tunapewa katika maswali mwanzoni, hapa tunakuwa tunazikalculate wenyewe. Kwa mfano log of 3 ziko to 0.4771. Hizi ndo values given kwenye ile table. Kwa hiyo value kama hizi ndo tunakuwa tunazitoa kwenye ile 4 figure. Na numbers ambazo tutakuwa tunasoma ndo kama hizi ambazo zinabidi ziwe between 1 and 10. Sasa tunaendelea kwamba the logarithm of a number is divided into 2 parts. Kwa mfano, hii si ni log ya 3, jibu lake ndo hili. Hii imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kuna sehemu kabla ya desimali na sehemu baada ya desimali. Sasa sehemu kabla ya desimali inaitwa the characteristic. Kwa hiyo the integral part which is known as the characteristic. Hii hapa hii ndio inaitwa integral part. Inaitwa the characteristic. Kwa hiyo hapa characteristic yetu ni 0. The decimal part which is known as the mantissa. Mantissa ni hii part baada ya decimal. Kwa mfano 4771 ndo mantissa yetu. Umeona Sasa tuone kwenye mfano namna ya kutafuta characteristic na mantissa. Kwa mfano tuna 2.7896. Hapa characteristic is 2. Umeona, kwa sababu nimekwambia characteristic ni kabla ya desimali. Hii ndio integral part. The characteristic is 2 and the mantissa is, hapa mantissa itakuwa hii namba baada ya desimali ambayo itakuwa 7898. Kwa hiyo kama ukiulizwa mambo ya characteristic na mantissa ndio anakuwa hivi. Mantissa ni ile namba baada ya desimali, characteristic ni integral part ya kwanza kabla ya desimali, ndio inaitwa characteristic. Na sasa twende tuangalie namna ya kusoma namba kutoka kwenye table. Sasa part A inasema logarithm of numbers between 1 and 10. Hii nimeita part A. Part B itakuwa ni antilog. Yani antilog maana yake ni kinyume cha logarithm. Yani maana ya antilog, kwa mfano pale tumeona log ya 3 ziko to 0.4771. Tumesoma huku kwenye log, tunasoma huku kwenda huku. Antilog tutakuwa tunasoma kutoka kwenye namba kuja kwenye log. Hiyo ndio itaitwa antilog. Kwa hiyo tutakuja kuifanya
baadaye kidogo. Sasa tuangalie hint. Hint inasemaje? Katika kusoma logarithm of number between 1 and 10, mean difference is added. Mean difference ni nini? Sasa tufungue four figure yetu. Kwa upande, kwa sababu hapa sasa hivi tutakuwa tunadili na upande wa log. Upande wa log umekuwa divided katika sehemu mbili. Hii upande wa log umegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza hapa ameandika 0 mpaka 9, yani imeishia hapa mpaka hapa. Sio? Sehemu ya pili hii inaita sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ni kutoka hapa mpaka hapa. Hii sehemu ya pili. Hii. Sasa hii hapa ndio inaitwa mean difference. Ndio maana hapa tumeandika hint, mean difference is added. Kwa hiyo tukisoma namba sawa kutoka huku, tukimaliza kutoka hapa kwenye 0 mpaka 9, baadaye tutasoma huku. Jibu tutalolipata huku, kwa mfano hii 19, tutaijumlisha na namba ambayo iko hapa. Kwa mfano, namba hii ni 0374, sio? Haya, nikasoma huku nikapata 28, nitaichukua hii 0374 nitajumlisha na 28. Ndio maana tumesema mean difference is added. Tutaona inafanyikaje, lakini hapa nilikuwa najaribu kukupa hint. Sasa tuendelee na swali letu. Sasa twende kwenye example 1. Kwa sababu tumeisha angalia kwamba hapo the mean difference itakuwa added. Example 1 inasema Roman 1 log ya 2.96, 2 inasema log of 3, 3 inasema log of 8.657, 4 inasema log ya 9863, 5 inasema log ya 27817. Ni sawa. Twende. Kwa hiyo nitaandika solution given. Tumepewa nini Roman 1? Roman 1 tumepewa log ya 2.96. Kwa hii nitaisoma kutoka kwenye four figure. Na isomaje? Sasa kama tumepewa hivyo, tumepewa tumepewa log ya 2.96. Nitakachokifanya mimi hapa, kabla ya kusoma namba kutoka kwenye table, lazima ujiridhishe kwamba je, hii namba yangu ipo between 1 and 10. Kama alivyosema hapa, the log tables are for numbers between 1 and 10. Kweli hii ni 2.96, ipo kati ya 1 na 10. Sasa naenda kwenye naenda kwenye table, four figure table, ili nisome namba nisome majibu ambayo yatakuwa katika 0 mpaka 1. Nitakuonyesha. Cha kwanza tumejiridhisha kwamba hii namba iko between 1 and 10. Sasa twende hapa tuangalie hii namba kwenye table itasomekaje. Hii namba nitaiandika kama ifuatavyo. Nitagawanya katika sehemu mbili. Nitaandika hii namba kama 29. Kwa sababu kwa nini nimeandika 29? Naichukua ni 2 na 9. Ila hapa katikati kuna point. Ila nimechukua tu 2 na 9 ili nisaidie kusoma kwa urahisi kule kwenye table. Alafu kwenye ile table nitaenda column ya 6. Kama hapa nilivyoandika 2 9 6. Kwa hiyo nitaenda column ya 6. Hapa sina mean difference. Mean difference hapa ni 0. Haipo. Kwa hiyo ingekuepo hapa labda ningechora, ningeandika labda 0, ningeitafuta namba, lakini hamna mean difference. Kwa hiyo hapa tutakachokifanya tutafuta. Kwa hiyo hapa nitaenda kwenye 29, kwenye 29, alafu nitaenda kolamu ya 6. Sasa tuangalie kwenye four figure yetu hii namba inasomekaje. Sasa tunaenda kwenye four figure yetu, hii namba 29.6 inasomekaje? Tuangalie. Huku tunaona 10, 11 mpaka 40, sio? Sasa hii 10 maana yake ni 1.0, 11 ni 1.1. Kwa hiyo 20 ni 2.0, 29 ni 2.9, ambayo ndo hii hapa 2.9. Kwa hiyo hapa mimi ninavyoenda hapa 29, hapa 29 ni 2.9. Sasa kama ni hii hapa, alafu kule naenda kolamu ya ngapi? Ya 6. Simeandika 6 hapa, naenda kolamu ya 6. Naenda ya 6, naitafuta hapa mpaka 29. Kwa hiyo
Kwenye 29 kolamu ya 6 jibu lake ni hili hapa. 29 6 ni 47 13. Hatuna mini difference. 47 13. Kwa hiyo nitaandika hapa 47 13 ndio jibu ambalo nimelipata kutoka kwenye 4 figure. Kwa hiyo naiweka 4 figure yangu pembeni. Then nini ambacho kinafuata? Kinachofuata hapa ni kuangalia masharti ya kusoma namba kutoka kwenye table yanasemaje. Yanasema the values given are between 0 and 1. Kwa hiyo the value ambazo tutazipata kwenye 4 figure ni 0 mpaka 1. Hii ni 4713. Sasa unaweza ukafikiria hapo kwamba hii ni namba kubwa sana. Ili iwe between 0 and 1 inabidi uweke 0 hapa nukta. Kwa hiyo imekuwa 0.4713. Kweli hii itakuwepo hii 0.4713 itakuwa katikati ya 0 mpaka 1. Kwa hiyo jibu lako la hii log ni hili hapa. Kwa hiyo tutasema log ya 2.96 ni sawa na 0.4713. Swali limeisha. Sasa tusome log of 3. Hii log ya 3 tutaiweka kama hivi. Hapa hii 3 tutaiandika 30, yani 3.0 kama kule 2.9. Alafu hapa kolamu ya kwanza hapa hamna namba. Maana yake baada ya hizi namba mbili za mwanzo ya 3 ndio inakuwa ni kolamu. Kwa mfano kama hapa ilikuwa 2.96. Hii 6 ndio tulienda ili tupeleka twende tusome kolamu ya ngapi? Sasa hapa kolamu hatuna, ina maana ni kolamu ya 0 ndio ambayo wewe utaisoma. Sasa twende kwenye 4 figure, jibu lake tuone linakuaje. Sasa hii hapa ndo 3.0 kwa sababu hii ni logarithm. Alafu hakikisha kwamba upo kwenye logarithm, sio antilog. Maana yake ziko mbili, log na antilog. Kwa hiyo hapa tupo kwenye logarithm. Hii 3.0 ni hapa. Alafu column hatujapewa pale, maana yake ni 0. Kwa hiyo column ya 0 alafu 3.30 ni hii hapa jibu. 4771. Kwa hiyo jibu letu ni 4771. Hilo ndio jibu letu. Sasa tuliandike. Sasa hivi nitaandika 4771. Lakini tumeambiwa jibu letu linabidi liwe katika 0 mpaka 1. Kwa hiyo itakuwa ni 0.4771. Kwa hiyo log ya 3 ni sawa na 0.4771. Swali limeisha hapa. Twende kipengele cha 3. Kipengele cha 3 kinasema log ya 8.675. 8675. Hapa nitaandika hii hapa namba sasa itakuwa ni 86. Tutaiandika hapa 86. Alafu hapa nitaenda kusoma kolamu ya 7. Mean difference sasa hivi nimepewa ambayo ni 5. Kwa na huku mean difference nitakuwa nayo ambayo ni 5. Kwa hebu tuisome hii namba kutoka kwenye 4 figure tuone iko vipi. Kwa hiyo hapa mimi bado nipo kwenye log, nasoma 86 hii hapa. Kolamu ya 7 ni hii hapa ambayo namba ni 9380. Kwa nitaiandika kwanza 9380. Nitaandika hapa 9380. Alafu tunarudi tena hapa 9380, alafu mean difference ni huku sasa. Umeona? Imeanza 1 mpaka 9. Huku tumeambiwa 5. Kwa naenda 5, mean difference 5 hii hapa, hii hapa. Hii hapa ni 3. Kwa hiyo huku mean difference ni 3. Kwa hiyo tutaandika hapa 3. Hebu tuijumlishe afu tuangalie jibu linasemaje. Kwa hiyo hii jibu lake mwisho wa siku nikijumlisha hapa na 3 kwa sababu nimesema mean difference is added inakuwa 9383. Sasa hii 9383 ili iwe kati ya 0 mpaka 1 inabidi iwe ni 0.9383. Kwa hiyo nitasema log
ya 8.675 ni sawa na 0.9383. Hili jibu utakalolipata hapa ukiliingiza hata kwenye calculator kwenye simu. No, sio jibu. Yaani hili swali log ya 8.675 ukiingiza hata kwenye simu au calculator itakupa jibu hili 0.9383. Tuangalie log ya 9863. Na tumeambiwa hizi log of numbers inabidi iwe 1 mpaka 10. Hii lakini ni 9863. Tayari tatizo. Kwa hiyo hii inabidi niiweke kwanza katika standard form, hii ipungue, itoke hapa ilipo, irudi katika 1 mpaka 10. Maana yake desimali ije hapa. Hiyo ndo maana yake. Kwa cha kwanza nitakachokifanya nitaandika kwamba hii sawa na log ya 9.863 times 10 power 3. Sasa hii ni sawa na nini? Hii ni sawa na log ya 9.863 plus, kwa sababu kuna multiplication hapo, log ya 10 power 3. Kwa hiyo hii power 3. Kwa hiyo hii itakuwa sawa na log ya 9.863 plus itakuwa ni 3 log 10 na hii ni base 10. Kwa hiyo itakuwa ni moja tu. Kwa hiyo hapo itakuwa ni log ya 9.863 plus 3. Kwa hiyo jibu hili nikilisoma kutoka kwenye 4 figure nitajumlisha na hii 3. Sasa hii kweli hii ipo kati ya 1 mpaka 10 hii namba. Sasa twende kwenye 4 figure ili tupate jibu kutoka 0 mpaka 1. Ndicho ambacho tunatakiwa kufanya. Sasa hii kwenye 4 figure nitaipanga kama ifuatavyo. Itakuwa ni 98. Ndasoma hapo kolamu ya 6. Mean difference ndasoma 3. Twende 98 hapa. 98 6 mean difference 6 98 6 ni hapa, no hapa kama sijakosea 98 6 ni hapa 99 30. Niandike pembeni tu hapa 99 39. Alafu tumeambiwa mean difference ni 3. Mean difference 3 ni hapa. Mean difference ni 1. Moja. Kwa hiyo mean difference kule ni 1. Kwa hiyo niandike hapa. Nitaandika kwamba 99 39 1. Hii mean difference tumesema izadi, nitajumlisha hapo itakuwa 99 40. Lakini namba hapa jibu ninalopata hapa nimeambiwa liwe katika 0 mpaka 1. Kwa hiyo itakuwa ni 0.9940. Kwa hiyo nasema okay. Hapa bado kwa sababu pale kuna jumlisha 3. Okay, nitasema sawa sawa. Hapa yote itakuwa ni 0.9940 kujumlisha 3. Hiyo kijumlisha 3 hapa inatoa ngapi? Inatoa 3.9940. Kwa hiyo jibu lako kwamba log ya 9.8 log ya 98.63 tuliopewa juu kabisa ni sawa sawa na 3.9940. Kwa lugha nyingine, ukiona swali limetangulia labda na namba kama hii 3, maana yake hii ilikuwa ni 10 power 3 kama ilivyokuwepo huku juu. Kwa kama hapa ikiwa ni 5 6, ina maana wali multiply by 10 power 5. Hii namba itakayobaki pembeni maana yake ndio hii namba iliyotoka kwenye 4 figure. Hiyo ndio maana yake. Kwa haraka haraka tunajua kwamba hii namba ilikuwa ni 10 power 3, alafu kilichofanyika hii namba hii ilitoka kwenye 4 figure ambayo ni 0.9940. Hii hapa ilitoka kwenye 4 figure. Lakini hii ilikuwa multiply by 10 power 3. Tujifunze hivyo kwa sasa. Kwa hiyo itakuwa ni log ya 2.7817 times 10 power 1. Kwa hiyo hii mwisho wa siku itakuwa ni log ya 2.7817 plus log ya 10 power 1. Kwa hiyo 10 power 1 ambayo ni 10. Kwa hiyo itakuwa hii ni log ya 2.7817 plus log ya 10 base 10. Hii inakuwa ni 1. Kwa hiyo itakuwa ni log ya 2.7817 plus 1. Kwa hiyo hii
nitaisoma kwenye four figure kwa sababu hii ipo between 1 and 10. Sawa? Kwa hiyo nitaipanga hivi. Nitaipanga kwamba ni 27, alafu hii ni 8, alafu kuna namba 1 alafu tena kuna 7. Sasa kwa kuwa kwenye four figure tuna namba 4, ndio maana inaitwa four figure. Unahitaji uzipate namba 4 na uzisome namba 4. Sawa? Kwa mfano, hapa ni 27, alafu tunakuja 8, alafu inabidi uisome hii namba ambayo iko hapa. Ili upate majibu yenye namba 4. Sawa? Na wewe mwenyewe hapa unakuwa umezisoma namba 4 bila kujua. 1 2 3 4. Ndivyo inavyokuwepo. Kwa hiyo hii inabidi tuikadirie kwa sababu ziko 5. 1 2 3 4 5. Inabidi tukadirie. Itakuwa ngapi? Hii tukikadiria itakuwa ni 82. Kwa hiyo itakuwa ni log ya 2.782 plus 1. Kwamba hii tutaisoma, tutaiandika hapa kwamba ni 27, alafu hii hapa 8, alafu huku mwisho 2, ziko 1 2 3 4. Na majibu yetu tutapata hivyo hivyo namba 4 kama tulivyopata kwenye maswali yaliyopita. Sasa basi, kitu kinachotakiwa hapo tufanye, tuisome hiyo 27. Sasa twende tuisome 27. Tuisome hii 27. 27 alafu 8. 27 8. 27 8 hii hapa. Nitaiwekea alama hapa hii. 27 8 imekuwa 44 40. Nitaiandika hapa 44 40. Twende tusome mean difference 2. Mean difference 2 ni hapa. Ni 3. Kwa hiyo kule kwenye mean difference 2 imetoa 3. Kwa hiyo tutajumlisha. Tutajumlisha 3 hapa. Itakuwa ni 44 43. Kwa hiyo hii ni 0.44 43 ili iwe between 0 na 1. Kwa hiyo mwisho wa siku itakuwa ni 0.44 43 plus 1 ambayo itakuwa ni 1.44 43. Hii ndio itakuwa jibu lako. Kwa hiyo nasema log ya 27.817 jibu lake ni 1.44 43. Umeona hapa imeanza na 1, maana yake ilizidishwa times 10 power 1. Alafu ili jibu imetoka kwenye four figure, ndio hizi namba 1 2 3 4. Four figures. Namba 4. Yeah. Kwa hiyo ndo maana yake. Example 2, inasema Roman 1, given that log of 3 ni 0.4771, find the number of digits in the integral part of under root ya power under root of 3 power of 89. Ya pili inasema log of 0.000027, alafu ya tatu inasema log of 0.000523, kwamba utafute logarithm zake. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja kwenye haya maswali, especially haya mawili ya mwisho haya, kwamba nimesema unoti kikitu kwamba the characteristic of the logarithm of a number less than 1 is negative. Yani kwa mfano umeambiwa utafute log ya hii namba. Hii namba hii tumeambiwa hii namba hii ni less than 1. Nadhani unaiona. Lakini tumeambiwa log ya namba inatakiwa iwe kati ya 1 mpaka 10. Sasa yenyewe hii iko chini ya 1. Kwa hiyo characteristic itakuwaje? Yani jibu lako utakalolipata pale. Kwa mfano kule si tulikuwa tunapata labda characteristic ni 2.71 sijui 6 ngapi huko 6.3. Tufanye hivyo, tumepata. Sasa anakuambia ikiwa namba kama hivi ni less than 1, basi characteristic yake itakuwa negative. Yani hii hapa characteristic ya mwanzo itakuwa negative. So hiyo ndo maana yake. Lakini mantisa, the mantisa is always positive. Hii huku mantisa itakuwa tu ni positive. Kwa hapa tutakuwa na negative number na huku tutakuwa na positive number. Hiyo ndo maana yake anachojaribu kusema. Kwa hiyo tutegemee kabisa swali kama hili hapa, hii namba ni less than 1, jibu lake litakuwa characteristic yake itakuwa ni negative, na hii hapa pia ni less than 1, characteristic yake itakuwa ni negative.
Yaani hiyo lazima tuitegemee katika swali letu. Sasa tuanze swali la kwanza afu tuje hayo mengine. Sasa nitasema hapa solution alafu given. Tumepewa nini? Tumepewa log of 3 ni sawasawa na 0.4771, alafu nimeambiwa find the number of digits in the integral part ya hii hapa. Nimeambiwa hii hapa number of digits ngapi? Under root ya 389. Sasa wewe unachotakiwa kufanya hapo, kwa sababu umepewa log ya 3, hii namba ipe log. Nasema kwamba log ya under root ya 389. Sasa hii itoe katika under root yake, iwe katika exponential form. Kwa hiyo itakuwa ni log ya 3 alafu nusu alafu nje tena iko 89. Kwa hiyo nusu na 89 zote ni exponent, kwa hiyo zinaweza zikazidishwa. Kwa hiyo itakuwa ni log ya 3 alafu 89 chini ya 2 imezidisha hapa. Kwa baada ya kupata hivyo, hii 89 chini ya 2 hii itakuja huku nyuma ya log, kutokana na zile sheria zetu za log tulizosoma. Itakuwa 89 ya 2 log ya 3. Kwa kama ikiwa 89 ya 2 log ya 3, log ya 3 tunayo, tutasema 89 ya 2 mara log ya 3 ni 0.4771. Hii utakiwa kukariri, unapewa tu lakini ukizitumia muda mrefu zinakaa kichwani. Kwa hiyo hii jibu lake litakuwa ngapi? Hebu tuangalie jibu lake tukizidisha ngapi. Kwa hiyo 21.23. Kwa jibu lake hapa tumepata 21.23. Sasa swali limeulizaje? Swali amesema find the number of digits in the integral part ya hii hapa. Number of digits katika integral part. Cha kwanza inabidi ujiulize hii hapa ni nini? Hebu tuliandike swali na jibu lake, afu tuone ni nini. Tuseme kwamba log ya under root ya 3 alafu hapa 89 iziko tu 21.23. Hii ndo maana yake. Hapa base ngapi? Base 10. Hebu hii rudishe katika exponential form. Si inakuwa hivi. Inakuwa ni 10 exponent ya 21.23 iziko tu under root, nitaandika hapa iziko tu under root ya 3 alafu 89. Hii ndo maana yake. Kwa hizi 10 hizi zinatakiwa zizidishwe mara 21. Hiyo ndo maana yake. Zizidishwe mara 21 ndio zitatoa hili jibu. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi maana yake ni nini? Maana yake hivi, tuangalie kwamba mfano mimi nimesema 10 power 2. Hii ni sawa sana 10 mara 10. Hapa jibu ngapi? 100. Ziko digits ngapi? 1, 2, 3. Ziko 3. Kwa hiyo hii 2 inafanya digits 3. Hebu tuweke 10 power 3 inafanya ngapi? 1000. Digits ziko 1, 2, 3, 4, ziko 4. Kwa hiyo 3 inaleta digits 4, 2 inaleta digits 3. Ikiwa 10 power 21 inaleta digits ngapi? Zitakuwa digits 22. Kwa hiyo tumeulizwa kuhusu digits pale, maana yake ni 22 digits ndizo zitakapo kuwepo. Kwa hiyo mimi nitaandika, amesema the number of digits in the integral part. Cha kwanza kabla sijaandika turudi hapa. Hapa integral part ni ipi na maana 9 ni ipi? Hii namba tumeipata kama 21.23. Hii nina uwezo wa kuifanya hivi kwamba mimi nikaangalia the integral part, hii part ambayo haina desimali ndo namba ambayo nitaichukua, kama alivyosema kwenye swali kule kwamba number of digits in the integral part. Kwa hiyo hii kama ni integral part, ina maana hapa tunazungumzia kwamba ni 21. Tume round off, imekuwa 21. Kwa hiyo nitaichukua 21. Kwa hiyo nitasema hivi, the number of digits in the integral part is
22. Yeah. Kwa sababu ilikuwa ni 10 power 21, kwa hiyo imekuwa 22. Hilo ndio litakuwa jibu lake. Twende logi nani, swala ya kipengele cha pili itakuwa ni log ya 0.1234527. Hii niweke katika standard form kwanza. Itakuwa ni log ya 2.7 times 12345 kwa itakuwa 10 power negative 6. Hiyo imeshaweka katika standard form. Hii itakuwaje? Itakuwa ni log ya 2.7 plus log ya 10 power negative 6. Kumbuka hii ni base 10. Kwa hiyo 6 itarudi nyuma. Kwa hiyo itakuwa ni log ya 2.7. Hii itakuja minus 6 log 10 base 10. Hii itakuwa ni sawa na 1. Kwa hiyo itakuwa ni log ya 2.7 uisome alafu utoe na hii negative 6. Sasa hapa nisikilize kwa makini. Hii namba yenye negative sawa itasomeka kama ni bar. Yaani itakuwa hivi 6 bar. Ikimaanisha 6 negative. Kwa nini naiweka hivi? Ili niweke hapa jumlisha. Sababu kawaida tunakupo kwa mfano kwenye ile swali tulilotoka kufanya hili hapa ni log ya 2.782 jumlisha 1. Kwa hiyo nataka hii nisome kwenye 4 figure alafu nijumlishe na hili hapa. Hiyo ndo maana yangu. Kwa the same thing ita apply hapa. Nikishapata jibu hili hapa la 2.7 nitaijumlisha na hii negative 6. Hiyo ndo maana yake. Sasa kwa sasa nimeweka plus afu hii naibadilisha inakuwa 6 bar. Hiyo ndo maana yake. Lakini maana yake ni ile kwamba times negative positive times negative ambayo ndo hii hapa juu. Kwa hapa sijaribu maana yoyote. Kwa hiyo nitaisoma sasa kwenye 4 figure hii 2.7. Kwa hiyo njoo nisome hapa kwenye 4 figure. Nitaandika hapa itakuwa ni 27, alafu hapa kwa kuwa sina column nitaandika 0, kwa nitaisoma kwenye 0. Kwa hiyo twende tukaisome hii namba kwenye 4 figure. 27 sifuri. 27 sifuri ni hapa. Ni hapa 4314. Kwa hiyo hii 4314 itakuwa ni 0.4314. Kwa hiyo hii itakuwa sawa na 0.4314 plus 6 bar. Sasa kumbuka hii hapa man 9. Sawa, kila siku tumesema ni positive. Ila hii hapa characteristic inaweza kawa positive au negative characteristic. Lakini hapa yenyewe ilipo hapa hii peke yake, hii characteristic yake ni positive 0. Huku kuna 6 bar. Hebu zijumlishe. Tunazijumlisha hapa. Hii 6 bar itakaa hapa mwanzoni. Nitajumlisha. Hapa 0.0000. Hapa itakuwa ni 4 1 3 4 positive zote. 0 positive jumlisha negative 6 itakuwa ni 6 bar. Sababu kwa mna namba yote. Kwa jibu langu mwisho wa siku litakuwa 6 bar nukta 4314. Ndio maana nikasema kwamba the characteristic part ya namba ambayo ni less than 1 ni negative. Ndio hii hapa negative 6. Kwa hiyo nitakachokifanya hapo nitasema kwamba jibu la mwisho kwamba ni log of 0.12345 27 ni sawa na 6 bar nukta 4314. Tuingie Roman 3 ambayo inasema ni log ya 0.005243. Sasa hii namba kwa sababu ni less than 1 basi characteristic yake itakuwa ni negative. Kwa hiyo itakuwa ina bar. Kama tulivyoona kwenye swali lililopita. Kwa hiyo kwanza niwe katika standard form itakuwa ni log ya 0 itakuwa ni not 0 itakuwa ni 5.243 times power ngapi? 1 2 3 10 power negative 4. Kwa hapa itakuwa ni log ya 5.243 plus log ya 10 power negative 4. Log ya 10 power negative 4 inakuwa ni log ya 5.243 minus 4 log of 10 base 10. Hii inaisha.
Kwa hiyo inakuwa sana log ya 5.243 kwa sababu hapa nina plus. Sawa, hii negative hii itapanda juu, hii negative itakaa juu ya 4, itakuwa ni 4 bar. Sasa hii imebadilika imekuwa bar, hapa pana positive. Sasa hii naisoma kwenye log, kwenye 4 figure. Kwa hiyo itakuwa ni 52, alafu nitaenda column ya 4, alafu ni difference nitasoma kwenye 3. Twende tusome. 52 kwenye log 52 hapa. 4 hapa, hii hapa. Alafu mean difference 3 imechukua 2 hapa. Kwa hiyo itakuwa ni 71 93, alafu mean difference 2. Kwa hiyo tuzijumlishe hapa. Hapa tukijumlisha 2 inakuwa ni 7195. Kwa hiyo ni 0.7195. Kwa hiyo kinachotokea hapo unaiweka hapa, itakuwa ni 0.7195 plus 4 bar. Sasa hii ni 4 bar, nitaiweka tu hapa upande huu wa characteristic. Mantisa hizi zitakuwa 0 nita plus. Hapo itakuwa ni 5917. 0 plus negative 4 itakuwa ni 4 bar. Kwa hiyo jibu langu mwisho wa siku ni log ya 0 point ziko ngapi? 1 2 3 5 4 3 ni sawa sawa na 4 bar nukta 7195. Hili ndio jibu lake.